Kwa mara nyingine tena mtazamaji wa Tume Zinasa TV na kukaribisha hapa tuliangazie sakata la mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu pamoja na mashabiki wa klabu ya Simba mara baada ya kupata matokeo ya sare ya magoli 2-2 dhidi ya Esperance de Tunis ambao walikuwa wakikichapa katika dimba la Benjamin Mkapa. Bwana, mashabiki waliingiwa na ghadhabu na hasira kali, wakaenda kumvaa mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa upande wa klabu Murtaza Mangungu, kwamba haya yote yanayotokea mpaka Simba inapata sare, mpaka Simba inashindwa kufanya vyema klabu bingwa na timu yao kushindwa kufanya vizuri, yeye haya yote ndo anayasababisha. Walianzia kwenye upande wa mitandao ya kijamii, nikimaanisha Facebook, Instagram na mitandao mingineyo, wakisema Mangungu hatukutaki, wengine wakifanya interview kwenye online tofauti. Lakini jana bwana, baada ya mechi kumalizika sare ya magoli 2-2, wakamfuata na kuanza kumueleza kwamba hatukutaki tena kwenye klabu yetu, uachie ngazi. Na ikafika hatua wakaanza kumvuta kama wanataka kumpiga hivi yoyote, wakishinikiza kwamba hawamuhitaji tena awe mwenyekiti wa klabu ya Simba, ni heri ajiuzuru. Na sekeseke hili lilizimwa na watu wa usalama, mapolisi na askari pale walifanya kazi yao kuhakikisha Mangungu anakuwa salama na kuzima hilo. Lakini hiyo bwana ikawa inatafakarisha na inaleta muktadha tofauti na mtazamo tofauti, hasa kwenye klabu ya Simba pamoja na mashabiki, lakini kutoka kwa mwenyekiti Murtaza Mangungu pamoja pia na bodi ya uwekezaji, kwamba hii imekaaje. Mashabiki wakituhumu zaidi kwamba Mangungu yawezekana yeye ni mtu wa kufunga vikao na kufungua, ndio maana hawaoni mipango yoyote hasa kuelekea mechi, hasa katika usajili na vitu kama hivyo. Lakini wengine yeye akasema mnanituhumu tu, mimi Simba sio ya kwangu peke yangu, Simba ni ya wote. Akaenda mbali zaidi na kauli hizi amekuwa akizitumia zaidi, kwamba kwa nini Simba inapopata matokeo mazuri ushindi ni wa kocha pamoja na wachezaji, lakini Simba inapofanya vibaya au ikapata matokeo mabaya, basi anaandamwa Murtaza Mangungu na kusema kwamba awaachie klabu yao, atoke kwenye uongozi, aachie madaraka. Hii imekuwa ikienda hivi, lakini jana bwana, mashabiki wamevunja ukimya na kumfuata moja kwa moja. Sasa hiyo yote ni kutokana na matokeo waliyoyapata. Ikumbukwe kipindi cha kwanza Simba ilikuwa ikiongoza magoli 2-0 dhidi ya Esperance yaliyofungwa na Shomari Kapombe pamoja na Yusufu Kagoma. Lakini baadhi ya mashabiki wengine wakasema Mangungu wanamlaumu bure, hakuna namna kwamba Mangungu ndo kasababisha yale matokeo. Wengi wakisema kwamba baada ya kuumia Kagoma, lakini baada ya Alassane Kante kupata kadi ya njano na mwalimu kuona mtoe kwa ajili ya mchezo mwingine utakaofuata ili asije akamkosa na vitu kama hivyo, na kuumia kwa beki Wilson Nangu, kwamba ndo kulisababisha hayo mambo yatokee, kwa sababu alipotoka Nangu akaingia beki mpya Ture ambaye amesajiliwa hivi karibuni, na akaingia Nabi Kamara, akaingia pamoja na Morris. Sasa Kante akarudi nyuma kwenye kiungo cha ukabaji, lakini Kamara akaenda kwenye kiungo cha ushambuliaji. Lakini goli la kwanza walilolipata Esperance ni beki kutokuwa makini baada ya kupiga pasi fupi na kumfikia mpinzani, akamchenga golikipa, wakapata goli. Lakini goli la pili Nabi Kamara, Kibabage na mabeki wengine walimuangalia tu mpaka yule striker anapiga, ana kevu,
anapiga mbali, anafunga goli la pili, na Simba imeponea chupu chupu kwa sababu Esperance de Tunis walikosa penati kunako dakika za nyongeza. Wangepata hiyo basi matokeo yangeisha 2-3, lakini Mungu akawa upande wao, yakamalizika kwa sare ya goli 2-2. Lakini baada ya mchezo, kupitia ukurasa rasmi wa Instagram wa Simba wakachapisha taarifa kwa umma ambayo inasomeka kwamba bodi ya wakurugenzi ya Simba inasikitishwa na vitendo vya baadhi ya watu kuvamia na kumfanyia fujo mwenyekiti wa klabu na makamu mwenyekiti wa bodi Murtaza Mangungu baada ya mchezo wetu dhidi ya Esperance de Tunis kumalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Vitendo hivyo si vya kiungwana, havikubaliki na havitafumbiwa macho. Aidha, uongozi wa klabu umeiandikia jeshi la polisi kuchukua hatua za kisheria kwa wote waliohusika katika vurugu hizo au kula njama ili kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Bodi inasisitiza kuwa haitobariki wala kuvumilia mtu yeyote atakayeharibu taswira ya klabu ya Simba kwa namna yoyote. Imetolewa na Crescentus Magoli, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi klabu ya Simba. Huo ni ujumbe au taarifa kwa umma ambayo imetolewa kwenye ukurasa rasmi wa Instagram wa klabu ya Simba mara baada ya kumfanyiwa vurugu mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu. Na inavyoonekana hapa, Simba wameeleza kwamba uongozi umeshaandika barua kwa jeshi la polisi ili wawachukulie hatua wote waliohusika katika kuvuruga na kumvamia Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa Simba. Lakini hapo wadau mbalimbali wa soka, mfano kocha Jamhuri Kiweru Julio, yeye ameshangazwa na hatua ya baadhi ya mashabiki wa Simba kumuandama mwenyekiti wa klabu hiyo Murtaza Mangungu baada ya kupata sare ya magoli 2-2 dhidi ya Esperance de Tunis kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, akisema Simba haina tatizo ndani ya klabu hiyo. Julio amesema kwamba namna Simba inavyosajili vibaya, mashabiki wanatakiwa kuwaandama viongozi wanaosajili hovyo wachezaji, hatua ambayo ndiyo inaiangusha timu ya Simba. Lakini Julio amesema hayo, na ikumbukwe Simba imeendelea kuburuza mkia katika kundi B kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, Stade Malien akiwa anaongoza kwa pointi 8 akifuatiwa na Esperance mwenye pointi 6, Petro Atletico akiwa na pointi 5 na Simba akiburuza mkia akiwa na pointi 1 aliyoivuna jana, na Simba ikiburuza mkia ikiwa na pointi 1 iliyoivuna dhidi ya Esperance de Tunis kwenye sare ya magoli 2-2. Lakini pia mzee Mwina Seif Kaduguda, yeye bwana amesema kwamba ingetokea Simba hii ndiyo Yanga, mashabiki wa Yanga wangeshamtoa Mangungu muda mrefu. Anasema yani Yanga wakose ubingwa mara 4 mfululizo alafu wafungwe na Simba mara 6 mfululizo. Anasema Mangungu angekuwa ameshatoka. Ndicho alichokisema mzee Seifu Mwina Kaduguda. Mzee Mwina Seifu Kaduguda yeye kasema katoa maoni hayo. Lakini maoni mengine ni kwa mtangazaji nguli wa Wasafi Edo Kumwembe. Yeye Edo Kumwembe alichokiandika kupitia ukurasa wake wa Instagram, ameandika, kama mimi ningekuwa Mangungu, kwa nini nisiwaachie Simba timu yao? Sidhani kama Simba inamnufaisha kiuchumi. Angewaachia tu Simba yao akafanya mambo yake. Anasema inafika mahali anadhani anaisononesha hata familia yake. Muda utaamua kama yeye alikuwa tatizo au sio tatizo. Edo Kumwembe, mtangazaji wa Wasafi
kwenye upande wa michezo, yeye katoa maoni yake hivyo kwamba yeye angekuwa Mangungu angekuwa ameshaiacha Simba na maisha yakaendelea, ili ionekane kwamba shida ni yeye au shida ni nini. Bora yeye anaona ingefanyika hivyo na maisha yakaendelea. Lakini baada ya Simba kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na kitendo alichofanyiwa Murtaza Mangungu, baadhi ya mashabiki walitoa maoni yao kwenye comment section. Ujumbe wa kwanza ni wa kwake Ronaldo Truck Driver, anasema jambo gumu sana kwa binadamu ni kushukuru Mwenyezi Mungu wakati ambapo uoni tena tumaini. Lakini ujumbe mwingine, comment nyingine ni ya Meiko Kabongo 83. Yeye anasema hivi kweli viongozi wa Simba mnaridhika na mwenendo wa timu? Anasema mimi nadhani kasi ya mpira kasi ya mpira wa kisasa inahitaji vijana waendane na kasi. Hawa viongozi tunawaheshimu, ikiwapendeza wabaki washauri kwa watu watakaoendana na kasi ya mpira wa kisasa. Ni maoni tu hayo, maana yeye hata kwenda viwanjani anasema alishagoma, anatazama kupitia kwenye TV. Lakini comment nyingine ni ya kwake Emmanuel 76, anasema ila wakati mwingine mwenyekiti anaonewa tu. Sasa kama mechi ya Esperance de Tunis dhidi ya Simba, kosa la Mangungu liko wapi? Ni kwamba yeye ndo alimwambia Kante ampe adui pasi? Mambo mengine ni ushamba tu. Ujumbe wa kwake Emmanuel 76 ka comment pia. Lakini comment nyingine ni ya Mnisi Aruna, anasema ili timu linatakiwa kushuka daraja ili mtambue akili za wazee sio kuongoza bali ni kushauri. Comment ni nyingi, mambo ni mengi, mtazamaji wa Tume Zinasa TV. Hilo ni sakata la mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu ambalo limechukua sura pana hasa kwenye michezo kuhusiana na matokeo waliyoyapata Simba. Mashabiki na wapenzi wa Simba baadhi yao wakisema Mangungu awaachie timu yao, Mangungu aondoke Simba. Ni yapi maoni yako mtazamaji wa Tume Zinasa TV? Nidondoshe comment yako hapo na mimi nitapita nayo. Pengine unaona mashabiki wa Simba wako sahihi Murtaza Mangungu kuachia ngazi, kuachia karabu yao, au mnaona ni nini kifanyike ili Simba irejee kwenye makali yao ya kuwa tishio? Sina la ziada. Mimi ni Mr. Update wako Robbie Brighton. Endelea kuwa karibu na Tume Zinasa TV.